Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamisha katika hadithi ya Anas ibn Malik, hadithi muhimu, anasema thalathun man kunna fi, aina ya mambo matatu mtu akiwa nayo ndani ya nafsi yake, wajada halawata al-iman, atapata utamu na ladha ya imani. Ya kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaopendeza zaidi katika maisha yake kuliko yoyote mwingine. Ukiwa na sifa hii kwamba anayependeza zaidi ni Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, yanayoamrishwa na Mwenyezi Mungu ndio unayatanguliza kuliko maamrisho yote mengine, yaliyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwako wewe ni muhimu kuliko mafundisho yote mengine, hata ya wazazi wako wawili, hapa utapata halawatul iman. Lakini ikiwa mapenzi ya vitu na watu waliopo duniani ni makubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, wewe una matatizo, una maradhi, na hata siku moja hutohisi ladha ya imani, hata siku moja, kwa sababu Mwenyezi Mungu na mtume wameweka daraja za nyuma. Kama Muislamu, Allah anachukua daraja ya kwanza. Ukisikia Allah akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha, hapo hakuna mjadala. Usitangulize mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kitu chochote. Wa yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na mtu kumpenda mwenzake lakini hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hampendi kwa ajili ya maslahi ya dunia, hampendi kwa sababu ya cheo chake, hampendi kwa sababu ya umaarufu wake, hampendi kwa sababu atamsaidia, yani anampenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Anamuona huyu mtu ni mtu wa kheri, mimi nampenda kwa sababu ya kheri zake, ni mtu yuko karibu na Mwenyezi Mungu, mimi nampenda kwa sababu yuko karibu na Mwenyezi Mungu, ni mtu anayenipa nasaha, mimi nampenda kwa sababu ananipa nasaha, ni mtu mkweli, mimi nampenda kwa sababu ni mkweli, yani humpendi kwa sababu yote nyingine ya kidunia. Huu ni mtihani kwa dunia tulionayo sasa hivi. Mapenzi na mahusiano ya watu yanajengwa na vitu vya kidunia, hayajengwi na masala yanayohusu imani na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiwa na sifa hii, ile halawa imani utaipata. Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakraha an yulqa fi nar, na awe anachukia kuingia katika ukafiri kama vile ambavyo anachukia kuingizwa katika moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislamu, hizi sifa tatu ambazo wamezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maudhui pana, lakini mimi nitazungumzia mambo machache ambayo yatakurubisha maana ya mada yetu ya leo, ladhat al-iman au ladhat al-ibadat. Mtu kuwa na ladha ya iman na akahisi ladha katika ibada mbalimbali. Nitoe mfano mmoja. Kuna sehemu mtu mmoja ametoa ardhi ya msikiti, niseme Dodoma, iko sehemu nzuri kabisa. Kama ni kuuza ploti ile moja, sio chini ya milioni 30 kama kiwanja tu. Huyu bwana amesikia sisi tunataka tujenge msikiti mwaka juzi kama sikosei, katutafuta kwenda kutuonyesha lile eneo. Sisi hatukuamini, tukasema subhanallah shekhe, hakika yani manake ni eneo limezungukwa na nyumba, tena nyumba za kifahari, alafu liko katika eneo la biashara, kila kitu. Huyu bwana si kama mtu labda tajiri sana, mwenye Muislamu wa kawaida, lakini wakati anakabidhi zile documents ilibidi sisi tumbembeleze. Yani alikuwa anazikabidhi huku analia kwamba ametua mzigo mzito. Alikuwa na ardhi na ploti zisizopungua 9, lakini ndani ya nafsi yake alikuwa anasema nataka ampe Mwenyezi Mungu kitu kilichokuwa kizuri kuliko vyote katika ploti zile. Kwa hiyo akasema katika hizi ploti zote chagueni, alafu nibakizieni zitakazobaki, zile ambazo mnaziona nzuri chagueni mimi. Baada sisi kuchagua, huyu bwana akaanza kulia. Tuliokuwa nao wengi wakashangaa, mtu anatoa ardhi yake anatupa bure, halafu yeye mwenyewe analia. Kuulizwa akasema bwana, subhanallah, mimi nilikuwa naumia sana ndani ya nafsi yangu kwamba ardhi zote hizi ninazo, naanza kuziuza, watu wanachagua hivi, Mwenyezi Mungu atachagua ardhi gani hapa? Nyinyi mlichochagua ndicho Allah achofanya nini? Alichochagua. Sasa hivi najihisi ladha, najihisi na furaha, najihisi niko huru. Kwa maana nini? Ya kufanya vitu vingine. Sio shekhe, sio alimu mkubwa, lakini ni mtu alimpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake zaidi, kiasi cha kwamba anatoa ile ardhi huko analia.
na anaomba haraka sana tuanze kuifanyia kazi na mabadiliko katika ile hali. Huu ni mfano mdogo unaonyesha ladhatul iman, watu wanapokuwa na ladha na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tufanye nini sasa ili tumpende Mwenyezi Mungu kuliko kila kitu? Cha kwanza, lazima umuelewe Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumpenda kama mwanadamu mwenzako usiyemfahamu. Hata kitu huwezi kukipenda kitu usichokijua. Ili tuweze kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ni lazima tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, huyu tunampenda. Na hapa ndo kuna tatizo kubwa, wengi hatumuelewi Mwenyezi Mungu. Na kumuelewa Mwenyezi Mungu hakuhitaji wewe uende madrasa ukasome uwe shekhe, inahitaji kujitambua wewe kama Muislamu na kuhudhurisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, hakuna Muislamu anayekataa kwamba neema zote tulizonazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayekataa, ni kafir. Maadamu wewe ni Muislamu, hii ni moja katika nguzo za imani yako, kwamba vyote ulivyonavyo katika neema havitoki kwa mwingine isipokuwa vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hudhurisha maana hiyo. Hii unahitaji kwenda madrasa kusoma, unahitaji kuwa tu Muislamu unajitambua, ukafikiria na ukahudhurisha maana hiyo kwamba vyote nilivyonavyo ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wama bikum min ni'matin fa min Allah. Neema yote mlionayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uhai wako kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Afya ulionayo sasa hivi, unatembea kwa miguu, unafanya shughuli zako, au uko hospitali, uko hapa, afya hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ulionayo, watoto ulionao, mali unazomiliki, akili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Ukihudhurisha maana hiyo, ndio utamtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkisema mkae mhesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzifikia. Inna Allaha laghafurur rahim. Kwa sababu hiyo basi Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema. Hatuwezi kutambua neema zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue zile ambazo tunaishi nazo kila siku. Uwe unahudhurisha kwamba hizi neema ni za Mwenyezi Mungu, nipo hapa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo peke yake itakufanya mtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo litatusaidia kuweza kupandisha imani zetu na kupata ladha ya ibada katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba sisi tunamhitajia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hatuhitaji sisi. Hatuswali ili Mwenyezi Mungu apate faida. Hatufungi kwa sababu tunamzidishia kitu Mwenyezi Mungu. Yote tunayoyafanya ni kwa ajili yetu sisi. Sisi ni muhtajun, tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika yote. Mwenyezi Mungu anasema in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, hata kama mtakufuru nyinyi na wote walioko ardhini, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi na ndiyo mwenye kustahili kushukuriwa. Aya nyingine inasema ya ayuha nas antumul fuqara'u ila Allah, enyi watu nyinyi ni mafakiri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wallahu huwal ghaniyyul hamid, Mwenyezi Mungu ndiyo mkwasi mwenye kushukuriwa. Sisi ni mafakiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihudhurisha maana hiyo kwamba ana fakirun, mimi ni fakiri, sina ninachokimiliki, ni hoe hahe, bila Mwenyezi Mungu mimi si lolote, utajua jinsi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ukisimama kusali utajua uko mbele ya Al-Ghani, mkwasi mwenye kushukuriwa. Utamlilia shida zako kwa sababu wewe unamhitaji. Ukielewa sifa hiyo tu utakuwa na khushuyu katika ibada. Hata ukinyanyua mikono kuomba, utainyanyua kweli kwa dhati na kumuomba na kumlilia Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua mimi similiki chochote, mimi fakiri, anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihudhurisha maana hiyo, ibada zako, adhkari zako, swala zako, dua zako zitakuwa na unyenyekevu, kwa sababu utakuwa uko mbele ya mkwasi na unajua kumuomba kwa kumbembeleza. Lakini usipohudhurisha maana, shetani akakuchezea, utanyanyua tu mikono, utazungumza maneno uliyofundishwa, uliyozoea, adhkari zitapita, wala hujaathirika na kitu chochote. Kitu ambacho dalili kwamba wewe una maradhi katika nafsi yako. Jambo la tatu ambalo litatusaidia katika kupata ladha katika ibada zetu ni kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anayestiri aibu zetu. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na aibu. Sisi wote hapa ni fedheha. Na lau Allah subhanahu wa ta'ala angetufungulia kuanzia mimi mzungumzaji mpaka wote mliokaa hapa msikitini, kila mtu jalada lake la fedheha katika screen hapo mbele, tungekimbiana huko ndani. Lakini Allahu huwa asitir, Mwenyezi Mungu ni mwenye kustiri. Ukiwa katika swala yako, katika Qur'an
unasoma katika adhkar, ukakumbuka madhambi na makosa ambayo umeyafanya na watu hawayafahamu, na lau watu wangeyafahamu usingekuwa katika status ulionayo sasa hivi, usingekuwa katika nafasi uliokuwa nayo, ungeonekana mtu wa hovyo kabisa, hakuna mtu angekuangalia. Ukakumbuka kwamba Allah amenistiri kwa sababu ananipa fursa nyingine. Kwa hiyo unapokaa unaswali ukakumbuka madhaifu yako, alafu ukamuona mbele Mwenyezi Mungu aliyokusitiri anakuangalia, utaswali kwa khushu ndugu yangu, hutotamani kuondoka kwenye sijida. Kwa sababu gani? Unamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kukustiri. Kama mimi ni dhaifu ya Allah, stiri. Sasa hii inakusaidia kupata ladha ya ibada kwa sababu unafahamu unayemwabudu sifa zake zikoje. Ladha ya ibada itakuwepo. Unapochukua Qur'an ukaisoma, sasa hata kama hujui maana yake sana, lakini ukasema tu haya ni maneno ya Mola wangu, kweli siyaelewi sana, lakini ameniamrisha niyasome, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye huruma, ndio mwenye stara, ndio mwenye kunistiri, ndio anayemiliki kila kitu, najipendekeza kwake. Kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Kujipendekeza kwa wanadamu wenzako kwa ajili ya dunia inaweza kuwa shirki, lakini kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu ni ibada. Jipendekeze, jilize. Hata kama unasoma Qur'an haikuathiri, vuta machozi yako tu, sawa, lia tu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dalili ya kuonyesha kwamba unajipendekeza kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Uyayna anasema katika hii sitara, lau kana lidhunubu rihin ma jalasa ila ahadun qat, kama madhambi yangekuwa na harufu hakuna mtu angekaa na mimi. Huyu ni mmoja katika masalafu waja wema waliotangulia na ni mmoja katika wacha Mungu, lakini anazungumza maneno ya kwamba madhambi yangekuwa yanatoa harufu hakuna mtu angekaa na mimi. Kwa maana nyingine ni sababu stara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo kwake. Jambo la nne ambalo linatusaidia katika kupata ladha ya ibada ni kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu ni Rahim. Na tunasoma kila siku mara 17, Ar-Rahmanur Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, Ar-Rahim. Kuhudhurisha hii maana ya rehema kwetu sisi. Sisi kila siku tunampandishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maasiya, lakini Mwenyezi Mungu anatuteremshia neema na baraka na khairi na riziki. Ukihudhurisha maana hiyo peke yako utaona aibu. Hata unapokuwa unaswali utaona aibu. Kama nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu lakini ana abdun dhaifun muqassir, mimi ni mja dhaifu mwenye mapungufu mengi. Kwa hiyo utajaribu pale usipoteze ule muda wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu katika vitu vingine isipokuwa kujipendekeza zaidi na kuelewa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa rehema. Mfano aliotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda kutoa mara nyingi wa rahma ni siku moja ya maaraka kati ya Waislamu na mushrikini, vita, na vita wanaoathirika ni kina mama na watoto. Mama mmoja amepoteza mtoto wake mchanga alikuwa akimnyonyesha kwa vita. Hajulikani ni muumina au mushrika, haifahamiki. Lakini tukio lile linatokea, Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wamesimama katika eneo kidogo liko juu. Mtume akataka kuwafundisha waja wake moja katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akawauliza akisema, atarauna tilka almar'a, mnamuona yule mwanamke anayekimbia kule? Sahaba wote wakageukia wakaanza kumwangalia yule mwanamke. Mwanamke amekuwa kama kichaa, ananyang'anya watoto wa watu, anawaangalia, sio pake anamrudisha, anakuja ananyang'anya, anachukua, anazunguka katika uwanja wa vita, haogopi kufa, haogopi mishale wala mikuki. Lakini baadaye akaja akampata mtoto wake karibu na alipokuwa amesimama Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Akamshika akamwangalia, ndio katoa titi lake kaanza kumnyonyesha, na ikauko na mbusu. Akauliza swali la pili, atarauna hadhihi tarihatan waladaha fi nar, hivi mnadhania kwamba huyu mama huyu kwa sifa hii mlioiona anaweza akamtupa mtoto wake katika moto? Kulna la wallahi, masahaba akasema hiyo haiwezekani, tunaapa kwa Mwenyezi Mungu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu biibadihi min almar'ati biwaladiha. Sasa Mwenyezi Mungu ana huruma kwa waja wake kuliko huyu mama kwa mtoto wake. Ni fundisho live analitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba na kwetu sisi, kuonyesha huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi ni kubwa kuliko ya mama kwa mtoto. Sisi tuna nini tusihitaji rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Madhambi tunayoyafanya, dhulma tunazozifanya, makosa tunayoyafanya kwa ndimi zetu, kwa macho yetu, kwa maisha yetu, kwa biashara zetu, mingi tu. Lakini rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana. Sasa unapokuwa uko katika ibada ukahudhurisha maana hiyo ya rahma
lazima utampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima utaathirika. Wewe mwenyewe unaposwali Ar-Rahmanir Rahim, unafunga swala Ar-Rahmanir Rahim, ile aya isipite tu ukaelewa maana ya rahma katika maisha yako yote na ukahudhurisha rehma ya ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya kupitia kwako, katika maradhi yako, katika maradhi ya mke wako, katika maradhi ya familia yako, katika shida ulizokuwa nazo Mwenyezi Mungu akakuondosha. Rehema zile ukazihudhurisha, wallahi hukutamani kurukuu. Kwa nini? Kwa sababu filamu inayokuja pale unamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaona maisha yako katika rehema, katika sifa moja tu ya rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hizi ni sifa, hazihitaji sana kwenda usome sana, inahitaji sana kuwa mkweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mkweli na nafsi yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote tunajitambua, tunajifahamu na tunafahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye ametuumba. 5, kujikinga na maasi kadri ya uwezo wako. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wako. Hatuwezi kuwa malaika, tunakosea, lakini ukosee ile inaitwa kibinadamu, sio ukosee kwa ubishi, kwa makusudi, na hapana. Kujikinga kadri ya uwezo na maasi, hususan ndugu zangu Waislamu, maasi ya siri. Imam Ibn al-Qayyim anasema famimma yanbaghi an ya'lam al-'abd anna adh-dhunub wal ma'asi tadurrun wala bud wa anna dararuha fil qalbi kadharari sumum fil abdan. Tuelewe kwamba haya maasi yanamdhuru mja na madhara yake yapo katika moyo zaidi, kama ambavyo sumu inavyoathiri mwili. Kwa kila sumu unaathirika, unapelekwa hospitali, wanakuflash na nini na drip na vitu vingine. Maasi nayo hivyo hivyo yanakuwa yana sumu, lakini yanaingia katika moyo. Utaflash na nini? Sumu za maasi. Na kuelewa hizi sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa sifa hizo za madhambi unatakiwa kujiepusha nayo ni madhambi ya siri. Madhambi ya siri, wanachuoni wanasema miongoni mwa madhambi ambayo Allah anayachukia zaidi. Sio kwamba madhambi ya dhahiri anayapenda, la, kuna hadithi zinakaripia mtu ambaye ni almujahir bil maasi, zipo. Lakini maradhi ya madhambi ya siri, ubaya wake, hayo madhara naye yanakupata kwa njia za siri siri hivyo hivyo. Mojawapo, unaepushiwa ladha ya ibada na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jingine, Mwenyezi Mungu anakuweka mbali na yeye, hakukumbushi katika mambo ya kumtambua yeye. Anaweza asikupe maradhi, sifikirie huko katika neema. Mwenyezi Mungu anakupenda sana, kumbe inawezekana ni aina fulani ya adhabu ambayo unapewa. Hakuamshi alfajiri kuswali. Zote hizi ni adhabu, lakini zinakuwa za siri kwa sababu ya madhambi ya siri. Na ubaya wake zaidi, inakuja kuporomosha amali zako siku ya Kiyama. Zote ulizozifanya inaporomoshwa. Hii kwa mujibu wa hadithi vile vile ya Thauban radhiyallahu anhu, anasema, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la alamanna aqwaman min ummati yatuna yawm alqiyama bihasanati mithli jibali tuhama bayda. Na wajua katika waja wangu watu watakokuja siku ya Kiyama na mema waliyofanya mfano wa mlima. Fayajaluhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, kisha Mwenyezi Mungu anageuza mema yote waliyofanya yanakuwa ni vumbi tu. Qala Thauban, ya Rasulullah sifhum lana, Mtume wa Mwenyezi Mungu tuelezee hawa watu, maana ametishika. Tuelezee hawa watu, jilhum lana alla nakuna minhum, tuelezee sifa zao ili tusiwe kama watu hao. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jiddatikum, hawa ni ndugu zenu kama nyinyi, yani yaakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun, wanasimama visimamo vya usiku kuswali kama ambavyo nyinyi mnaswali. Walakinnahum aqwamun, lakini kasoro yao hawa ni watu ambao idha khalau bi maharimillahi intahakuha, wakibaki peke yao na mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kwao ni halali, kwa sababu pale wanahisi Mungu hayupo. Wewe ukiwa na simu yako mkononi, chumbani kwako, wapi, Mwenyezi Mungu yupo pale? Kwa watu aina hii hayupo. Kwa hiyo ataangalia anachotaka kuangalia, atasema anachotaka kusema, kwa sababu hakuna mtu anayemuona. Hatambui kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuona. Na hapa ni kumdhihaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni moja katika sifa mbaya ambayo inaporomosha amali. Kwa hiyo tuweze kupata ladha ya ibada, tuanze kujichunga na maasi ya siri. Ukiweza kujichunga na maasi ya siri, ndugu yangu Muislamu, ya dhahiri utakuwa ni rahisi kwako. Tangu hapo wewe unaogopa watu, sawa, huwezi kufanya. Kwa hiyo ukiweza kujichunga na maasi ya siri ambayo uko peke yako, hakuna anayekuona, lakini ukasema hapana, Allah yupo, uelewe kabisa uko katika sifa njema, uelewe kabisa ladha ya ibada utaipata.
Lakini ukiwa peke yako, hivi vitu vyote ni halali ambavyo unawakataza watu wengine, lakini peke yako, maana uko chumbani peke yako, uko katika mji ambao watu hawakujui, peke yako haina maana peke yako tu. Yaani sehemu ambayo wale wakufahamu hawatapata ushahidi dhidi yako katika yale unayofanya. Maana nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu katika maisha yako hakuoni. Sifatul muraqaba imeondoka. Hii ni moja katika maasi ambayo yanasaidia kukufanya ukose ibada. Badala yake, ndugu zangu Waislamu, tufanye ibada za siri. Funga watu wasifahamu. Hata unafunga Jumatatu na Alhamis, saa nyingine unafika sehemu unakaribishwa maji. Swai. Hujafanya makosa kweli, umesema haki. Ulikuwa na haja ya kusema hicho kitu? Ulikuwa chukua yote maji weke pembeni uondoke nayo, utaenda kufuturu. Labda ukazaniwe sana, ndio sana. Nimefunga shehe. Tena siri. Okay. Lakini tunakuwa kuzungumza ile. Kwa ibada za siri zinakurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zinakuepusha na hizi maasi ya siri vile vile. Kwa hiyo tujitahidi ibada za siri, tufunge, tusiwaambie watu. Mmoja katika waja wema waliotangulia alifunga miaka 40, mke wake hajui. Subhanallah. Kila kipelekewa chakula dukani ambeleta, naweka chini ya meza. Aliweza kumwambia mke wake, leo unafunga, tayarisha uji, pilipili manga, tambi. Sawa, akamletea vitu vizuri. Hao nikimwambia hata mke wangu atawahadithia marafiki zake, mume wangu anafunga kweli sunna. Of course ngaje ajua, ambaye mimi na wewe tuwezi kuifikia, lakini amefunga miaka yote mpaka anakuja kugundulika baadaye kwamba alikuwa akifunga katika zile siku za masiku matatu, Jumatatu na Alhamis. Nachohimiza hapa ndugu zangu, tuwe na ibada ya siri. Tuwe na sadaka za siri. Zingine za dhahira hakuna, lakini wewe kuwa na sadaka yako au na jambo lako unalolifanya ambalo hakuna anayefahamu ibada hiyo zaidi yako wewe na Mwenyezi Mungu. Hata mtu wako wa karibu vipi afahamu? Unajiwekea guarantee ndugu yangu kwamba hii nimeifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibada ya siri. Tukianza kujizoesha hivyo, itatuepusha na haya maasi ya siri ambayo nayo yanatuathiri katika ibada zetu. Allahumma aizza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.